Haleluya, watu wa Mungu. Rekodi ujumbe huu maalum sana, hasa kwa wale ambao mnanifuatilia na kwa namna moja au nyingine inawezekana kuna kipande kidogo cha maisha yangu mnataka kuwa au fanana na hivi nilivyo. Rekodi ujumbe huu kwa kipande, lakini pia wakati mwingine nitakuja na vipande vinginevyo ambavyo vinaweza vikaendelea kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa wale ambao mnanifuatilia, na inawezekana kipande kidogo cha maisha nilionayo, mmekuwa ni watu ambao mmetaka au mmekuwa na shauku ya kuwa na maisha kama nilionayo. Nataka niwe naweka wazi baadhi ya vipaumbele, baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nikiyapa nguvu kubwa, kiwango ambacho yamepelekea niwe na hatua hii ndogo nilionayo. Jambo la kwanza ambalo leo nataka niliongelea hapa ni kwamba katika maisha yako ya kumwabudu Mungu au maisha yako ya imani kiujumla, ukitaka kufanikiwa, yani ukitaka kupiga hatua kubwa ya imani, hatua kubwa ya kuingia kwenye moyo wa Mungu na mioyo ya watu, ukitaka kufanikiwa, naweza nikataja kama sentensi mbili tofauti, ila ni sentensi ya aina moja. Ni kwamba tafuta sana kuishi kwa ajili ya watu, usiishi kwa ajili yako. Usitazamie faida yako binafsi, usitazamie utapata nini, usitazamie utafaidika nini. Tafuta kuishi kwa ajili ya watu, yani kitu chochote kinachoweza kikawa kiko kwenye maisha yako na unaona kinaweza kikawa faida kwa watu, hata kama inaweza kawa inaonekana ni hasara, inaweza kawa inaonekana unapata hasara, yani ni kama sasa mbona nitakuwa ni kama ni mtu fulani, sitakuwa na hela, sitakuwa na kile, lakini tafuta kuishi kwa ajili ya watu. Kuishi kwa ajili ya watu ni kwamba utakuwa na maisha ambayo kuna wakati utakesha kwa sababu tu unamhangaikia mtu, unafanya jambo la mtu, unafanya kitu cha mtu, unafanikisha kitu cha mtu. Lakini kitu cha pili ambacho kipo karibu sana na hicho, ukitaka kuwa na safari ndefu ya wokovu, ukitaka kuwa na safari ndefu ya wokovu ambayo pia utakuwa baraka kwenye moyo wa Mungu na mioyo ya watu, jifunze taaluma ya mali ama utajiri kukosa nguvu ndani yako. Mali ama utajiri kukosa nguvu ndani yako. Ikumbukwe, sikatai kuwa na mali, sikatai kuwa tajiri, lakini viwe ni vitu ambavyo visiwe na nguvu ndani yako. Vitu hivi vinapokuwa na nguvu kubwa, vinapelekea uwe ni mtu ambaye utakosa muda wa kuomba, utashindwa kufunga kwa sababu wakati mwingi akili itakuwa inakimbia, utashindwa kukaa kanisani kutulia. Ndio hivyo unaweza kujikuta wakati mwingine hata una miezi inapita hujawahi kuwa hata na siku moja ya kushinda kanisani. Acha na Jumapili ambayo labda kuna utaratibu wa ibada, siku nyingine ni siku ya kazi tu, ila umeacha kazi, umesema leo nitashinda kanisani, taomba, nikichoka kuomba nitalala, nitasikiza mahubiri, nitasoma Biblia, lakini tu umo kanisani toka asubuhi hadi asubuhi ya siku ya pili. Ukitoka unaenda tu labda kunywa maji, na ni vizuri siku hiyo kama umefunga unaenda unakunywa maji, unarudi unaenda uani, unarudi unaomba. Kuna sauti za mawazo, kuna kelele zinakwambia ungeenda kufanya lile lingefanikiwa, pale pangekuwa vile. Lakini naongelea nini? Tafuta sana, hangaika sana, mali, utajiri, usiwe na nguvu ndani yako. Ukitaka kuwa na safari ndefu ya imani, miongoni mwa maeneo ambayo watu waliacha imani kwa kujua na kuto kujijua ni kwa sababu
yani imani walianza kuiangalia kama ni kitu cha wao kupata utajiri, kupata mali. Kwa hiyo haraka sana walivyobeba imani wakaanza kufakamia mali, kufakamia utajiri, na ni vitu ambavyo viliishia kwenda kuwapoteza. Miongoni mwa maandiko ya msingi sana ambayo mimi kabla sijafika kanisani Kikoskazi na hata nilipofika, andiko hili halijawahi kusahaulika, lina nguvu ile ile. Nilishangaa sana kujua andiko hili liko kwenye Biblia. Ni andiko la Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6 hadi wa 10. Nilishangaa mpaka leo, ile andiko huwa nalishangaa, ni jipya kila siku. Timotheo wa kwanza 6 hadi 10. Maandiko yanasema hivi: walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa Paulo hapa anazungumzia kwamba shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ni kupenda fedha. Niujulishe, ni kweli kuna maeneo unaweza kusema vita, lakini kwenye maisha ya imani, miongoni mwa mlango mkubwa unaopelekea watu waache imani ni kuna maisha wanakuwa wanajifananisha nayo. Wanataka kula chakula kama anachokula fulani, kuvaa nguo kama anayovaa fulani. Mimi nifuatilie, kwa sababu ngine utakuta nguo zangu ni zile zile. Fuatilia hizo clip zangu, utakuta nguo zangu ni zile zile. Fuatilia ibada ninazojidi, nguo zangu ni zile zile. Ni vigumu sana mimi kushona nguo, vigumu. Kichache ambacho wanakipata huwa naangalia kama kuna kitu cha kufanya kanisani, kuna kitu cha kufanya kwa mtu. Mimi sikumbuki mara ya mwisho nimenunua nguo lini, na nikujulishe, hata kwa ambao ulikuwa ujui, ni kwamba hata nguo niliyovaa kuna mtu tu kwa upendo wake na kwa moyo wa malezi alinishonea, au naweza nikatumia lugha, kuna watu walinishonea. Okay, inaweza kuwa si sifa nzuri kihivyo, sawa na vipimo vyako unaweza kuwa unavitumia kupima mambo mbalimbali, lakini kujulishe kwamba watu kutaka kufikia kiwango fulani cha fedha, mali, utajiri kimekuwa ni kitu kinafanya watu wawe bize, hasomi Biblia, haombi, hana muda wa kutafakari chochote, yani uko bize. Ili kujulishe, ukitaka kuwa na safari ndefu, shauku ya kuwa na mali nyingi inatakiwa ipungue au ife. Yani mali ife kwenye moyo wako. Ufike wakati ambao huo unafahamu wewe hautakuja uwe tajiri. Unapiga kazi, unapambana hivi 200, 300, 200, 300, 600 unavishika, lakini unasema mimi chochote nitakachokishika kitatumika kwa maisha ya watu na mimi nitabakia sina fedha. Nataka nijulishe, ni maisha ambayo inawezekana ukajaa sana kwenye moyo wa Mungu na nia watu, kwa sababu shauku ya fedha imefanya watu leo washindwe kuomba. Shauku ya fedha imefanya watu leo washindwe kufunga. Shauku ya fedha imefanya watu leo vichwa ufahamu uwe juu. Yani kuna jambo alitakiwa afanye limpigisha hatua, yeye hilo alifanyi, yuko tu juu anakimbia. Niujulishe, imani, ukibeba imani unatakiwa uwe tayari kuishi maisha yenye udhaifu wa aina yoyote. Kama wewe kusikia kwenye historia, mimi siku moja niliwahi kupika hata konokono hapa, lakini pia huku kwetu Dar huwa kuna majani maarufu sana wanaita chunga. Nadhani nitakupigia picha nikuonyeshe, yanaitwa chunga. Yapo sana. Ni majani tu ya porini, ni machungu sana, lakini yale yanapikwa, yanaliwa. Yanapikwa na ni moja kati ya mboga nzuri sana hapa.
yanachemshwa, yanachujwa maji yake, yanakamliwa yenyewe, yanaungwa upya na nazi, yanaliwa hayo majani. Sasa ni vyakula fulani dhaifu. Ukiniangalia mimi maisha yangu, chakula nachokula ni cha kuokoteza, chochote kile na siku nyingi ambazo inawezekana huwa napiga tu hata deshi. Naishi hivyo kwa sababu tu nataka. Unajua shauku ya fedha imefanya watu wawe, nimekwambia unakosa muda wa kuomba. Kwa maana ipi? Yani unafanya kazi labda kama saa 12 au saa 10 utakiwa kaombe, ule muda unaona hautoshi, ngoja niendelee kufanya kazi. Unafanya kazi kwa mwisho wote mpaka ile siku zinaenda hujaomba, na ushtuki kwa sababu dhamiri imekufa kwa sababu ya shauku ya fedha. Sasa wenzetu walifanya kazi ndio, akina Paulo walifanya kazi ndio, lakini hawakufanya kwa staili hiyo. Walikuwa wanafanya na wanapata na muda wa kwenda kuomba, wanafanya na wanapata na muda wa kwenda kushuhudia, wanapata na muda wa kwenda kuhubiri, wanapata na muda wa kwenda kufanya wajibu fulani unaowasogeza karibu zaidi na Mungu. Usifanye kazi kwa staili ambayo huwezi ukatimiza kila wajibu, kila ambalo utakiwa kulifanya. Kazi ya aina kama hiyo itakufanya na kuhakikishia mbele imani utakuja kuiacha wewe, kwa sababu kwa kadri ambavyo mali fedha inaongezeka nguvu ndani yako, imani utakuja kuiacha. Aya, Wafilipi 4 mstari wa 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Elimu hii ya kujifunza kushiba na kuona njaa ni elimu adimu sana katika kizazi hiki. Elimu adimu sana. Huwezi ukaikuta. Kizazi hiki kinaaminishwa imani ni kitu ambacho Bwana anaenda kufanya, unaenda kutajirika, Mungu anaenda kugusa kazi yako, neema Mungu, baraka ya Mungu iwe juu ya kazi yako. Lakini kizazi hiki hakijafundishwa katika misingi ya imani, ya kwamba watu walibeba imani, walienda kula matango mwitu, wamechinja ng'ombe akina Elisha, wanaenda kula matango mwitu, wamebeba imani. Mungu anajivunia watu aina hiyo. Anajivunia watu ambao katikati ya mazingira ya aina yoyote wanabeba imani, wanasimama nayo kwa moyo mweupe, wanaabudu kwa nguvu zote. Sasa mimi nikwambie kwamba miongoni mwa msingi imara wa wewe kubeba imani, kupita nayo, kutembea nayo mahali popote, ni kujifunza kushiba na kuona njaa. Kujifunza kuwa radhi na mazingira yote. Usiwe na maisha ambayo wewe utajiona sio ni mhubiri mkubwa, chakula fulani huwezi kula, mboga fulani huwezi kula. Kweli mimi anaweza hata siku nyingine ukanialika kwenye uhubiri na labda baadhi ya mboga ukanipikia nikashindwa kula. Mimi kiukweli huwa siwezi kula mboga inayoteleza, mfano wa mlenda. Bamia naweza nikajitahidi nikala, ila kiukweli ukinipikia mlenda unaoteleza, kwa kweli mimi afadhali nile hicho chakula bila mboga, hata kama ni ugali nile bila mboga kuliko nile mlenda. Siwezi kabisa kula, lakini haina maana kwamba sitakula. Ukiniletea mezani sitakwambia andaa mboga nyingine, yani mimi nitajua nitafanyaje, ila kula nitakula. Mboga yako tutaikuta, ila kula nitakula. Unakuwa radhi na mazingira aina yoyote, yenye udhaifu aina yoyote, yenye upungufu aina yoyote, lakini tu makusudi ya milele ya Mungu maishani mwako yatimie. Nimeongea hili ni miongoni mwa msingi imara sana, kwamba shauku ya mali, shauku ya kumiliki vitu haina maana kwamba tutamiliki, lakini tutamiliki pole pole. Tutamiliki tukiwa tumeziacha ibada kwa nafasi yake, kwamba ibada unazifanya, unamcha Mungu kama kawaida, na mali zinakujia polepole. Kwa maandiko katika Mathayo 6:33 yanasema tafuta kwanza Mungu na ufalme wake, ndipo hata yale mengine utazidishiwa. Sasa ni kwa sababu hiyo, kuna wakati tukiwa tunaendelea kumtafuta Mungu na ufalme wake, hayo mengine tutazidishiwa tu baadaye. Niongeacho ni kwamba tafuta sana shauku ya mali pungue.
Shauku ya mahali ikipungua, utapata muda wa kuomba, utapata muda wa kufunga, utapata muda wa kusoma Biblia, utapata muda wa kukaa kanisani. Na naweza nikashindwa kuchambua kwa lugha nzuri, lakini kwa wewe ambaye ni mwanafunzi, endelea kufuatilia. Nitaendelea kwa natoa clip hizi kwa wale ambao mnataka kwa namna yoyote ujaribu kuiga hatua ndogo nilionayo, hatua ndogo sana nilionayo. Endelea kutoa clip hizi, nikiamini unaweza ukapiga hatua fulani, ukaimarika, ukapiga hatua fulani. Neema ya Kristo sio pamoja nasi. Kama una swali au kama una kitu chochote mpaka nielezee, niulize kwenye comment. Baadhi ya watu wanakuwa na maswali, labda sijui wewe, baadhi ya vitu naweza nikaviweka tu wazi, havina shida yoyote, havina siri yoyote. Kwa yote anayetaka kuwa mwanafunzi, mambo mema tunayaweka wazi, sababu tunataka jamii yote igeuke na ibadilike kuwa kama sisi. Niseme neema ya Kristo sio pamoja nasi. Sauti ya mtoto mtolewa kutoka gerezani, ikiwa mwenyewe nalia kutoka mahabusu. Sema itengenezeni njia ya Bwana, isheni mapito yake, kwa Bwana mhukumu wake yu karibu na kuja. Hii ndio maana leo neno Maranatha. Amen.